Baraza la wataalamu la Iran limemteua mwana wa kiongozi aliyeuawa Ayatollah Mujtaba Khamenei kuwa kiongozi mkuu mpya wa nchi hiyo, likipuuza vitisho kutoka Marekani na Israel vya kumuua. Siku 9 baada ya mashambulizi ya Marekani na Israel kumuua Ayatollah Ali Khamenei na kulitumbukiza eneo la Mashariki ya Kati katika vita, serikali ya kidini ya Iran kupitia baraza la wataalamu lilikutana kuchagua kiongozi wao mpya. Mujtaba Khamenei mwenye umri wa miaka 56 ameteuliwa na kutangazwa kuwa kiongozi wa 3 wa mfumo wa mtakatifu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa msingi wa kura ya maamuzi ya wakilishi waheshimiwa wa baraza la wataalamu. Baraza hilo lilisema katika taarifa. Lilisema pia kwamba halikusita hata kwa dakika moja kuchagua kiongozi mpya licha kile lilichokiita uchokozi wa kikatili wa Amerika ya kihalifu na utawala mbaya wa Kizayuni. Rais wa Marekani Donald Trump hapo awali alimpuuza Khamenei mdogo, akimuita mtu dhaifu asiye na uzito mkubwa, na Jumapili alisisitiza tena kwamba anapaswa kuwa na sauti katika uteuzi wa kiongozi mpya. Namnukuu, kama hatapata idhini kutoka kwetu hatadumu kwa muda mrefu, aliambia ABC News kabla tangazo hilo kutolewa. Lakini mwanadiplomasia mkuu wa Tehran alisema Jumapili kwamba uamuzi huo ni wa Iran pekee, akiongeza kuwa hatutaruhusu mtu yeyote kuingilia mambo yetu ya ndani. Akizungumza kwenye kipindi cha NBC Meet the Press, waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi alimtaka Rais Trump awaombe radhi watu wa eneo hilo kwa kuanzisha vita. Khamenei mdogo anachukuliwa kuwa mwanasiasa mwenye msimamo mkali wa kiafidhina, hasa kutokana na uhusiano wake na jeshi la walinzi wa mapinduzi, tawi la kiitikadi la jeshi la Jamhuri ya Kiislamu. Jeshi la Israel hapo awali lilikuwa limeonya kwamba mrithi yote wa Khamenei hatutasita kumlenga. Aidha, Iran imerusha makombora yake ya kwanza kuelekea Israeli Jumatatu baada ya kuteuliwa kwa kiongozi mpya mkuu wa Jamhuri ya Kiislamu Ayatollah Sayyid Mujtaba Khamenei. Kituo cha utangazaji cha serikali nchini Iran kimesema kwenye chaneli yake ya Telegram kwamba Iran imevurumisha wimbi la kwanza la makombora chini ya Ayatollah Mujtaba Khamenei kuelekea maeneo yaliyokaliwa. Imechapisha picha ya kombora lenye kauli mbiu kwa amri yako Sayyid Mujtaba, marejeleo ya kidini ya madhehebu ya Kishia. Wakati haya yakiarifiwa, waziri mkuu wa Qatar na waziri wa mambo ya nje Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ametoa wito wa kupunguzwa kwa kiwango cha vita vya Iran. Akizungumza na Sky News, Al Thani amesema hawakutarajia mashambulizi ya jirani yao Iran dhidi ya nchi ya Ghuba, akiongeza kwamba uhalali na visingizio vya Tehran wanavyotumia vimekataliwa kabisa. Wakati huo shambulizi la drone lililofanywa na Iran nchini Bahrain limewajeruhi raia 32 katika kisiwa cha Sitre. Tuhitimishe rubaa za kimataifa na hii. Bei ya mafuta duniani imepanda zaidi ya dola 110 kwa pipa na masoko ya hisa yameshuka, huku vita vinavyoendelea kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran vikizidi kuongeza hofu ya kukatizwa kwa muda mrefu kwa usafirishaji kupitia mlango bahari wa Hormuz. Nikiripotia rubaa za kimataifa, mimi ni Theophane Ngitu.